أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu amsaidie sana. Anasema, nilikuwa nimeeleza machache jinsi makafiri wa Makka walivyojiandaa kwa ajili ya vita. Kuhusu hiyo yapo maelezo mengine kama hivi. Kulikuwa na bwana mmoja Umayya bin Khalf na mwingine alikuwa Abu Lahab. Maandalizi yalipokuwa yakifanywa, wao walikwepa kwenda vitani. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba kwa ajili ya vita ile wakuu wa Quraish walikuwa wakimshawishi kila mmoja ili waende vitani, lakini Umayya bin Khalf alikuwa anakwepa kwenda vitani. Kiongozi mmoja wa Makka, Uqba bin Abu Muayt, akamjia Umayya na akiweka kwake chombo cha manukato na chombo cha kujifukiza, akasema ya kwamba, e Abu Lala, wewe ujifukize na manukato haya ya kina mama, kwani wewe pia ni mmoja wao. Una kazi gani na vita? Sawa na riwaya nyingine, Abu Jahal akaja kwa Umayya na akamwambia ya kwamba, wewe ni mkuu wa Makka na miongoni mwa watu wenye heshima. Kama watu wakikuona ukikwepa vitani, wao pia watasimama, hivyo lazima utoke pamoja nasi, hata kama uende kwa masafa ya siku moja mbili tu, na kisha baada yake unaweza kurejea nyuma. Kimsingi Umayya alikuwa na hofu ya kwenda vitani, kwani kuhusu mauaji yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa bishara, jambo ambalo yeye alikuwa analijua. Katika Bukhari imesimuliwa na hat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu ya kwamba hat Saad bin Muaz alikwenda kufanya umra, naye akaishi kwa Umayya bin Khalf. Yani watu hawa walikuwa wakijuana kwa muda mrefu, na Umayya kila alipokuwa akisafiri kuelekea Siria na alikuwa akipita Madina, basi alikuwa akiishi kwa hat Saad. Umayya akamwambia hat Saad kwamba asubiri kidogo. Hii alikuwa na nia ya kufanya umra. Umayya akamwambia kwamba asubiri mpaka mchana na watu wakikafilika uende ukafanye tawaf. Kwa sababu ya uadui na Waislam, tahadhari hiyo ilikuwa imechukuliwa. Katika muda huo hat Saad alipokuwa akifanya tawaf, alipokuwa anafanya tawafu, akamwona Abu Jahl. Abu Jahl akasema kwamba, huyu ni nani anayefanya tawafu ya Kaaba? Hat Saad akasema kwamba, mimi ni Saad. Abu Jahl akasema kwamba, je, utaweza kufanya tawafu ya Kaaba kwa amani ilhali wewe umewapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wenzake uhifadhi? Hat Saad akasema kwamba ndio. Ndipo wao wakakaribiana. Abu Jahal akampa changamoto ya kwamba, kivipi unaweza kufanya tawafu? Wewe ni mmoja wa wale waliompatia Muhammad sallam uhifadhi. Saad akasema, ndio, mimi nimempa uhifadhi na tawafu pia nitaifanya. Hapo wao wakaanza kubishana. Umayya akamwambia Saad ya kwamba, ewe Saad, Abul Hakam, hiyo ilikuwa ni kunia ya Abu Jahal. Akasema, usimfokee, kwani yeye ni kiongozi wa Makka.
saad akasema kwamba wallahi ukinizuia kufanya tawafu ya kaba mimi nitachukua hatua kale zaidi kuliko hiyo ambayo ni kwamba njia yenu ya kibiashara inayopita kutoka madina yani njia iendayo siria nitaifunga. hata abdullah bin masud alikuwa akisema ya kwamba umaya akaendelea kumwambia saad ya kwamba usiinue sauti yako na akaendelea kumzuia. saad akapata hasira na akamwambia umaya kwamba niache mimi na usimtetee abu jahal. mimi nimemsikia muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema ya kwamba yeye ana nia ya kukuua yani ametoa bishara ya mauaji yako. katika riwaya nyingine imeendikwa kwamba wao yani watu wa muhammad saa salam wana nia ya kukuua. umaya akasema kwamba je mimi? hasa akasema ndio wewe. kisha umaya akasema je katika makka? saad akasema kwamba hiyo mimi si ijui. kwa kusikia hayo umaya akasema kwamba wallahi muhammad anaposema jambo fulani basi hasemi uongo. kisha akaja kwa mkewe na akasema kwamba je unajua ya kwamba ndugu yangu ya yasrab ameniambia nini? ye akasema amesema nini? umaya akasema anasema ya kwamba yeye amemsikia muhammad sasam akisema ya kuwa yeye ana nia ya kuniua. mkewe akasema wallahi muhammad sasalam hasemi jambo la uongo. hiyo ilikuwa ni bishara ile ambayo umaya alikuwa na hofu yake na hakuwa na nia ya kwenda vitani zidi ya waislamu. hata abdullah bin masud alikuwa akisema ya kwamba yeye alipotoka kuelekea badr na ombaomba akaja kuomba msaada. mke wa umaya akamwambia kwamba je hukumbuki jambo lile alilokuambia ndugu yako wa yasrab? hapo umaya akataka kukwepa vita lakini abu jahal akamwambia kwamba wewe ni miongoni mwa wakuu wa bonde hili hivyo uende pamoja nasi kwa siku moja mbili tu. hivyo ye akatoka nao kwa siku mbili na mwenyezi mungu akafanya mpango wa kumwangamiza. baadhi ya waandishi wa sera wamezungumzia nukta hii kwamba mtume saa salam alikuwa amesema kwamba yeye atamua ila hali mtume saa salam alikuwa hakumua. hapo wenye kufafanua wanasema kwamba maana yake ilikuwa ni kwamba yeye atakuwa sababu ya mauaji yake. waila mtume saa salam hakumua yeyote isipokuwa ubay bin khalf aliye ndugu wa umaya bin khalf na mtume saa salam alikuwa amemua yeye katika vita vya uhud. kisha wachambuzi wanasema ya kwamba huenda saad atakuwa amemwambia umaya ya kwamba watu wa muhammad saa salam watakuua kwani kama imekushaelezwa hapo kabla riwaya inasema vile vile ya kuwa mtume saa salam au watu wake watamua. kwa vyote vile mawaji haya yakatokea na hakuna nafasi ya kujadiliana ya kwamba nani aliyemua. hii ilikuwa ni bishara iliyopata kutimia. vivyo hivyo abulahab pia alikuwa na hofu ya kwenda vitani. yeye kwa niaba yake alikuwa amemtuma mtu mwingine na mwenyewe alikuwa hakuenda vitani. sababu ya kuto kwenda kwake vitani ilikuwa ni ndoto ya atika binti abdulmutalib. yeye alikuwa akisema ya kwamba ndoto ya atika ni kama vile kitu fulani kichukuliwe kwa mkono, yaani jambo hili lina uhakika. hatmiza bashir ahmad saheb ameandika maelezo yake kama hivi: kulikuwa na watu wawili tu waliosita kushiriki katika vita hii, nao walikuwa abu lahab na umaya bin khalf, lakini sababu ya kukwepa kwao haikuwa huruma kwa waislamu, bali abu lahab alikuwa anayogopa ndoto ya dada yake atika binti abdulmutalib, ambayo yeye siku tatu kabla ya kuja kwa zamzam alikuwa ameiona kuhusu maangamio ya quraish, na umaya bin khalf alikuwa na hofu ya bishara ile ambayo mtume saa salam alikuwa ameitoa kuhusu kuuawa kwake, habari ambayo elimu yake alikuwa amekwisha pata kutoka kwa saad bin muaz akiwa katika makka. lakini
kwa kuwa kwa sababu ya kukaa kwao nyuma makafiri wengine wangeweza kuvunjika moyo. Hivyo viongozi wengine wa quraish kwa kuwapatia ghera na hamasa wakawalazimisha kukubali. yaani umaya mwenyewe akawa tayari na abu lahab akamteua mtu mwingine kwa niaba yake ili aende vitani. hivyo baada ya matayarisho ya siku tatu jeshi la wanajeshi zaidi ya 1,000 likawa tayari kuondoka kutoka makka. jeshi hili bado lilikuwa katika makka ndipo baadhi ya viongozi wa quraish wakapata wazo ya kwamba kwa kuwa watu wa makka hawana uhusiano mzuri na tawi la banu kanana yani banu bakar, isije ikatokea hivi kwamba wao wakipata faida ya kuondoka kwao waishambulie makka. na kwa sababu ya wazo hilo baadhi ya makuraishi wakaanza kuvunjika moyo. lakini kiongozi mmoja wa banu kanana suraka bin malik bin josham ambaye alikuwa katika makka akawapa imani na akasema mimi nachukua zamana hii ya kwamba makka haitashambuliwa. bali suraka alikuwa na jaziba kali ya kuwapinga waislam kiasi kwamba katika kuwasaidia quraish mwenyewe akaenda hadi badar. lakini huko kwa kuona waislamu akashikwa na haiba kali mpaka kabla ya kutokea vita akawaacha watu wake na akakimbia vita. kabla ya kutoka maka quraish wakaenda katika kaaba na wakafanya maombi kwamba e mungu, katika makundi yetu mawili, kundi ambalo ni juu ya haki na katika macho yako ni jema na bora zaidi, wewe ulisaidie na jingine ulizwalilishe. kisha jeshi la makafiri kwa heshima na shani likaondoka kutoka maka. mwanzoni wao wenyewe wakafanya dua ya maangamio yao. mwanzoni idadi ya jeshi la makka ilikuwa ni 1,300 inapatikana kumbukumbu hiyo. lakini watu wa banu zohra na banu adi wakajitenga na jeshi wakiwa njiani, hivyo idadi ya jeshi la quraish ikabaki 950 au sawa na riwaya moja ikawa 1,000. baada yake wao walikuwa na farasi 100 au 200, ngamia 700 na diraya 600 au silaha zingine za kivita, masalan mikuki na panga na mishale na upinde na kadhalika, katika idadi za kutosha. kuhusu maangamio ya viongozi wa quraish kuna ndoto ya juhaim bin salt inayopatikana kwenye historia. watu wa quraish walitoka makka na wakapiga kambi katika johfa. johfa inapatikana ikiwa na umbali wa maili 82 kutoka makka kuelekea madina. hapo juhaim bin salt akawaambia watu ya kwamba mimi nimeota ndoto ya kwamba mtu mmoja amekuja akipanda farasi na ngamia moja pia ni pamoja naye, na mtu huyo anasema ya kwamba utba bin rabia ameuawa na shaba bin rabia ameuawa na abulhakam bin hisham yani abu jahal pia akauawa na umaya bin khalf pia akauawa na fulani. na katika viongozi wa quraish watu ambao baadaye wakauawa katika badr, yeye akataja majina yao. kisha mtu huyo akipiga mkuki kwenye shingo la ngamia yake akamwacha katika jeshi letu, na katika jeshi letu mahima yote yakashika damu ya ngamia yule. abu jahal aliposikia ndoto hiyo akasema kwa masihara na hasira kwamba katika banu mutlib amezaliwa nabii huyo mwingine. kesho tukipigana vita itajulikana wazi ya kwamba nani anauawa. kwa vyovyote vile, kama imekwisha elezwa ya kwamba abu sufyan akabadilisha njia na akarudi nyuma, ye akamtumia abu jahal ujumbe ya kwamba sasa hakuna haja ya kupigana vita, hivyo urudi nyuma. na kama ilivyokuwa imeelezwa safari ya nyuma ya kwamba hata abu sufyan mwenyewe kama tahadhari akaenda mbele ya msafara wake na akasimama karibu na chemchem ambako akamuliza mtu fulani kwamba yeye amemwona yeyote akija huko. mtu huyo akasema sikuona kitu isipokuwa nimewaona wapanda farasi wawili ambao wakakalisha ngamia yao karibu na mlima huo na wakichota maji wakaondoka. abu sufyan akaja kwenye mahala pa
kukalisha ngamia na akiinua kinyesi cha ngamia wao akakivunja humo zilikuwepo kokwe za tende. Kwa kuona hiyo akasema wallahi hiki ni chakula cha Yasrab. Yeye akawakimbilia wenzake kwa kasi na akipiga juu ya nyuso za ngamia zake akawageuza kutoka njia na akaelekea ufukwe wa bahari na akiacha Badr upande wa kulia kwake akaelekea mbele kwa kasi. maelezo hayo nimekushaeleza tayari katika hutuba iliyopita. Kwa vyote vile Abu Sufyan alipopata yakini ya kwamba yeye ameusalimisha msafara wake akawatumia Quraishi ujumbe huu ya kwamba nyini mlikuwa mmetoka ili kuokoa msafara watu na mali zenu, basi mwenyezi mungu amevisalimisha, hivyo nyini murudi nyuma. Lakini kwa kusikia ujumbe huo wa Abu Sufyan, Abu Jahal akasema wallahi sisi katu hatutarudi nyuma mpaka tufike eneo la Badr. Badr ilikuwa sehemu ya kufanya tamasha na sherehe katika sherehe za Arab, ambapo kila mwaka walikuwa wakifanya mnada fulani. Ye akasema kwamba sisi tutaishi huko kwa siku 3, tutachinja ngamia, tutawalisha watu chakula na kuwanywesha pombe, wajakazi wetu wataimba mbele yetu, Uarabuni mzima utasikia habari zetu na habari za safari na jeshi letu, kisha wao daima wataendelea kutuogopa, hivyo endeleeni kusonga mbele kwa ajili ya kusimamisha haiba fulani. Akatamka yote kwamba sisi lazima tutafika huko tukiwa na jeshi la kivita pamoja nao. Ili kuwepo kabila la Banu Zohra, na kuhusu hilo imeandikwa ya kwamba kabila hilo likaamua kurejea nyuma. Abu Sufyan alipopata ujumbe, kwa kusikia hayo, Akhnas bin Sharik ambaye alikuwa mwenza wa Banu Zohra akasema, eni Banu Zohra, mwenyezi mungu amesalimisha mali zenu na pia amemwokoa mwenzenu Makhzama bin Nofal. Huyo alikuwepo katika msafara wa Abu Sufyan. nini mlikuwa mmetoka majumbani ili muokoe Makhzama na mulinde mali zenu? nini museme kwamba mimi ni mwoga? Watu watasema kwamba hawa ni waoga na wanaacha vita. Anasema kwamba semeni mimi ni mwoga lakini turudi nyuma, lakini katika hali ya kutokea hasara nyinyi hamna haja ya kuondoka, msichochewe na Abu Jahal. Hivyo wao wakarejea nyuma na hakuna yote wa Banu Zohra aliyeshiriki katika vita. vivyo hivyo kutoka Banu Adi bin Kaab pia mtu yote hakwenda kwa ajili ya vita na wote wakarejea nyuma. jeshi la Quraishi likaendelea kwenda mbele. mwana wa hat Abu Talib pia alikuwepo katika jeshi hili. yeye akaongea na baadhi ya watu wa Quraishi wakasema kwa zihaki, wallahi eni Bani Hashim, sisi tuajua ya kwamba japo kuwa mmetoka pamoja nasi, lakini huruma zenu za moyo zi pamoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusikia hayo, Talib pamwe na watu wake kadhaa akarejea Makka. Riwaya moja inasema ya kwamba Talib bin Abu Talib pamwe na washirikina alikuwa amekwenda Badr kwa karaha tu, lakini hakupatikana katika wafungwa wala hakupatikana katika wale waliouawa, na pia hakurejea nyumbani. Hiyo ni kumbukumbu ya Tabri. Kwa vyovyote vile jeshi lililobaki ambalo sasa kwa kupungua kutoka 1300 kariban lilikuwa limebaki kama 1000 likaendelea na safari yake mpaka wakaenda kupiga kambi karibu na Badr nyuma ya mlima mmoja. Kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Madina na idadi ya jeshi la Waislam. Kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam Ramazan 12 mwaka wa pili wa hijra, siku ya Jumamosi alitoka kutoka Madina. Pamwe na Mtume sallam kulikuwa na watu zaidi kidogo na 300 ambao walikuwepo wahajiri 74 na wengine walikuwa Ansar. Hiyo ilikuwa ni vita ya kwanza ambamo Ansar pia walikuwa wameshiriki. Hat Usman bin Affan Mtume akamwamuru kubaki katika Madina, kwani mkewe Hat Ruqayya binti Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mgonjwa. Katika riwaya moja inapatikana kwamba Hat Usman mwenyewe
alikuwa anaumwa, lakini riwaya iliyo maarufu zaidi inasema kwamba mkewe alikuwa mgonjwa. Katika riwaya zingine idadi ya waislam iliyoelezwa ni 313. katika sahih bukhari inapatikana ya kwamba imesimuliwa na bara bin azib ya kwamba maswahaba za mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam walioshiriki katika vita vya badar waliniambia ya kwamba wao katika idadi walikuwa kama walivyokuwa watu wa talut ambao pamoja naye walikuwa wamevuka mto, yani zaidi kidogo ya 310. hatbara alikuwa akisema kwamba wallahi pamoja na talut waumini ndio waliokuwa wamevuka mto. riwaya moja inasema kwamba mtume saa salam akawaamuru masahaba kupiga hisabu. wao wakapiga hisabu na wakampasha mtume saa salam taarifa kwamba kwa ujumla ni 313. mtume akafurahi sana na akasema kwamba idadi yao inafanana na idadi ya watu wa talut. hat muslim maud katika vita vya badar kuhusu idadi ya waislamu anasema kwamba tuangalie wakati wa badar masahaba walikuwa wametoka katika idadi ya 313 kama wao badala ya 313 wangetoka katika idadi ya 600 au 700 na masahaba waliobaki nyuma nao pia wangeshiriki, basi vita ingekuwa rahisi kwao. lakini mwenyezi mungu alikuwa amemwambia mtume sasa kuhusu vita hii, lakini pamoja nayo alikuwa amemkataza kwamba asimwambie yote kuhusu vita. sababu yake ilikuwa ni kwamba mwenyezi mungu alitaka kutimiza baadhi ya bishara. mathalan idadi ya maswahaba ilikuwa ni 313 na katika biblia ilikuwepo bishara hii kwamba tukio litokalo kwa jidon, tukio hilo hilo litatokea kwa muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. na jidon nabii alipopigana na adui wake idadi ya kundi lake ilikuwa ni 313. kama masahaba wangejua kwamba sisi tunatoka madina kwa ajili ya vita, basi wao wote wangetoka na idadi yao ingezidi kuliko 313. chini ya hikma hiyo mwenyezi mungu akaficha amri hii ili idadi ya masahaba isizidi kuliko 313, kwani kuondoka kwa masahaba hawa katika idadi ya 313 kungeweza kutimiza bishara. hivyo ilikuwa muhimu kwamba habari ya vita ingefichwa, na baada ya kufika katika medani masahaba wakaambiwa kwamba sasa mtapigana na jeshi la Quraishi. kulikuwa na mwanamke mmoja aitwaye Umme Warqa binti Nofal. kuhusu jaziba yake aliyokuwa nayo kuhusu jihadi inapatikana kwamba mtume sasam alipotaka kuondoka kuelekea badar, hata Umme Warqa akamwomba mtume akisema, ya rasulallah, ni ruhusu niende kwenye jihadi, mimi nitawauguza wagonjwa pamoja nawe, huenda allah anijalie kifo cha ushahidi. mtume akasema kwamba usalie katika nyumba yako, mwenyezi mungu atakujalia kifo cha kishahidi. mama huyo alikuwa amesoma Qurani tukufu na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda kumtembelea, na mtume sallam alikuwa amempatika jina la shahida. hivyo waislamu wengine pia walianza kumwita kwa jina la shahida. kisha katika zama za ukhalifa wa Umar, hat Umme Warqa mtumwa na mjakazi wake mmoja wakamfungia kwenye shuka mpaka ye akafa. kuhusu mtumwa huyo na mjakazi, ye alikuwa amefanya wasia kwa baada ya kifo changu watapata uhuru. wauaji hawa kwa amri hat Umar wakanyongwa. hat Umar akasema kwamba mtume sasam alikuwa amesema kweli. mtume sasam alikuwa anasema kwamba twende pamoja nami, twende tumwone na tukutane na shahida. mtume alipokuwa akienda kumtembelea, Umar pia alikuwa anaenda pamoja naye. kuhusu jeshi la Kiislam, maelezo yake yameendikwa hivi kwamba sawa ni riwaya moja, katika vita hii waislamu walikuwa na farasi 5 na kwa wengine kulikuwa na farasi 2 tu. farasi moja alikuwa ni ya hat Miqdad na mwingine alikuwa ni hat Zubair. na hat Ali ameeleza riwaya moja kwamba siku ya Badr hat Miqdad alikuwa na farasi yake tu. waislamu walikuwa na diraya 60 na idadi ya ngamia ilikuwa ni ngamia 70 au 80 ambao juu yake wote walikuwa wakipanda kizamu. mtume sallallahu alaihi wasallam hat Ali na hat Marsad bin Abu Marsad
walikuwa wakipanda ngamia moja kwa zamu ya mtume salallahu alaihi wasallam ilipofika wenzake wawili wa mtume sallallahu salam wakamwomba kwamba ya rasulllah sisi tunatembea kwa miguu badala yako na wewe uendelee kupanda juu ya ngamia. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nini hamna nguvu zaidi kuliko mimi, na sio maana kwamba mimi si hitaji thawabu au malipo, mimi pia nataka kupata thawabu ya vita hii na safari hiyo. Kwa ajili ya masahaba watukufu kulikuwa na dua moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kuhusu dua hiyo imeandikwa kwamba njiani wakielekea maeneo fulani mtume saa salam akawaombea masahaba zake akisema kwamba ewe allah, hawana viatu uwapatie vipando, watu hawana mavazi uwajalie mavazi, watu hawa wana njaa uwalishe mpaka washibe, watu hawa wana hali mbaya uwajalie fadhila na mali nyingi. Hivyo dua hiyo ikapokelewa, na waliorejea kutoka vita vya Badr hakuwepo mtu yote isipokuwa kama alitaka kwenda kwenye safari basi alipata ngamia moja wawili kwa ajili ya matumizi yake, na watu wasiokuwa na mawazi wakapewa mawazi na wakapewa mali nyingi na matumizi ya kutosha, na pia wakapewa malipo ya kuwaachisha wafungwa wa kivita mpaka kila familia ikawa tajiri. Baadhi ya watu wakasalia Madina, wengine walikuwa wanajeshi wenye umri mdogo ambao mtume akatoa amri ya kuwarudisha nyuma. kuhusu hiyo imeendikwa kwamba amri hii ya kuelekea Badr ijapokuwa ilikuwa kwa ajili ya watu wote, lakini nafasi haikutolewa kwa ajili ya maandalizi makubwa. Hivyo riwaya inasema kwamba baadhi ya watu wakasema kwamba tuna vipando vilivyo mbali kidogo na Madina, sisi tu vilete hapo. Wakaambiwa kwamba hapana. Hivyo watu hao wakaachwa au wakaelekea bila vipando vyao. Huzur anasema kwamba jambo hili lililoendikwa kwamba tangazo hili lilikuwa ni kwa ajili ya wote, lilikuwa kwa ajili ya wote, lakini hata hivyo kulikuwa na masharti yake, na mtume saa salam hakuwapatia watu nafasi zaidi ili watu wengi wasije wakawa tayari. Na imeendika kwamba walikuwepo watu wenye imani ambao kwa sababu uzuri fulani wakapewa ruksa ya kubaki nyuma, kama alivyotaja hat Usman. Na pia Abu Umama bin Swalba, mama yake alikuwa anaumwa, lakini ye akaamua kwenda katika vita, lakini mtume akamwamuru kwamba yeye abaki kwa mama yake aliye mgonjwa. Mtume sasa aliporejea kutoka Badr, mama yake alikuwa amekusha fariki dunia. Mtume sasa akaenda kwenye kaburi lake na akafanya dua na maombi kwa ajili yake. Hasa bin Ubada ambaye kwa jaziba alikuwa akiwatayarisha watu kwa ajili ya safari akanaatwa na nyoka, hivyo akabaki katika Madina. Vivyo hivyo mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akiwa njiani akisimama katika sehemu moja, mujahidin waliokuwa na umri mdogo akawa umuru kurejea nyuma. mmoja wao alikuwa ni Umair bin Abi Waqas. yeye aliposikia amri hiyo akaanza kulia. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu kwenda katika vita, hivyo yeye akashiriki katika vita na akauawa shahidi. Mujahidin wenye umri mdogo waliorudishwa nyuma, miongoni mwao walikuwepo Usama bin Zaid, Rafi bin Khadij, Bara bin Azib, Husaid bin Zuhair, Zaid bin Arkam na Zaid bin Thabit. Hat Muslih Maud anasema ya kwamba leo zama imewadia ambapo watu kwa ajili ya kuepukana na nafasi ya kujitolea kwa ajili ya Islam na iman wanatafuta uzuru, na muda ukiwadia wanasema kwamba sisi tuna shida hii na vile. Lakini chini ya nguvu tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam jaziba ya kujitolea ilikuwa imepatikana kwa Waislamu, mpaka hata tuache wanaume na wanawake waliobalehe, hata watoto pia walionekana wakiwa na jaziba hiyo. Mpaka katika vita vya Badr mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita maswahaba ili aweze kuwachagua watu ambao wanaweza kupigana vita. Wakati ule kuhusu kijana moja inapatikana kwamba
maswahaba wengine na yeye mwenyewe pia anaeleza kwamba watu waliposimama kwa ajili yake yeye pia akasimama pamoja nao ili aweze kupata nafasi ya kujitolea kwa ajili ya islam. Yeye alikuwa na kimo kadogo, hivyo alikuwa na wasiwasi kwamba huenda asiweze kuchaguliwa. Hivyo akasimama juu ya vidole vyake na akainua visigino vyake ili aweze kuonekana kuwa na kimo kirefu na asifahamike kuwa mnyonge au mzaifu. Mtume akasema kwamba kijana asipokelewe chini ya umri wa miaka 15. Na wakati wa kuchagua aliposema kwamba huyu ni mtoto, ni nani aliyemsimamisha, mwondoeni. Kama leo ingetokea huenda mtoto angeanza kuruka kwa furaha kwamba mimi nimesalimika, lakini mtoto huyo alipotolewa nje, mtoto huyo akaanza kulia, akalia sana mpaka mtume akapata huruma kuhusu yeye na akasema kwamba haya, kijana huyo pia apokelewe katika jeshi. Katika safari hii amiri wa Madina ambaye mtume alikuwa amemteua, kuhusu amiri huyo imeandikwa kwamba wakati wa kuondoka kutoka Madina alikuwa amemteua Abdullah bin Umme Maktum kama amiri wa Madina, na mtume alipofika karibu na Roha, kwa sababu ya wazo hili kwamba Abdullah ni mtu aliye kipofu na jeshi la Quraish linakuja, hivyo ni muhimu kwamba nyuma ya mtume sasa uongozi wa Madina uwe imara. Hivyo akamteua Abu Lubaba bin Munzir kama amir wa Madina na akamrudisha, na akatoa amri kuhusu Abdullah bin Umme Maktum kwamba yeye abaki kama imamu salat, lakini uongozi au shughuli za kiuongozi zifanywe na Abu Lubaba. Kwa ajili ya Quba akamteua Asim bin Adi kama amir. Kuhusu bendera ya jeshi la Kiislam imeandikwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia Musa bin Umair bendera ya jeshi la Kiislam. Bendera hii ilikuwa na rangi nyeupe na kulikuwa na bendera mbili zenye rangi nyeusi. Hat Ali alikuwa ameshika moja ambaye ilikuwa inaitwa Iqab. Hiyo ilikuwa imetengenezwa na shungi ya Hat Aisha, na bendera nyingine ilikuwa kwa answari moja. Sawa na riwaya moja, jeshi la Kiislam lilikuwa na bendera 3. Bendera ya Wahajiri ilikuwa kwa Hat Musa bin Umair, na bendera ya kabila Khazraj ilikuwa kwa Hat Khubab bin Munzir, na bendera ya kabila Aus alikuwa ameshika Saad bin Muaz. Hat Khawat bin Jubair ambaye alikuwa pamoja na Waislamu katika vita, lakini walipofika katika eneo fulani akapata majeraha juu ya mguu wake kwa sababu ya jiwe, na damu ikaanza kumwagika na hakuweza kutembea. Hivyo akarejea Madina. Mtume akamwekea mali ya ghanima. Kwa baadhi ya maulamaa ye alikuwa ameshiriki katika vita vya Badr, lakini riwaya sahihi ni kwamba alikuwa amerejea. Kuhusu kukataa kupokea msaada wa mshirikina imeandikwa kwamba katika Madina kulikuwa na bwana moja mwenye nguvu aitwaye Habib bin Yasaf. Huyu alikuwa akitokana na kabila la Khazraj, na wakati wa vita vya Badr alikuwa hakusilimu, lakini yeye pamoja na kaumu yake ya Khazraj akaelekea kwa ajili ya vita, na pia alikuwa na matumaini ya kupata mali ya ghanima. Waislamu wakapata furaha kwamba huyu pia ametoka pamoja nao ili kushiriki katika vita, lakini mtume akamwambia kwamba mtu ataenda pamoja nasi katika vita ambaye ni juu ya dini yetu. Riwaya moja inasema kwamba akamwambia kwamba wewe urudi nyuma, sisi hatutaki kupokea msaada wa mshirikina. Habib bin Yasaf akaja kwa mtume sallam mara ya pili, lakini mtume sallam akamrudisha. Kisha akaja kwa mara ya 3, na hapo mtume sallam akasema kwamba je, unamwamini Allah na mtume wake? Ye akasema ndio, na kisha ye akasilimu na akapigana vita kwa nguvu na kwa ushujaa. Katika safari hii kuna habari kwamba Saad alikuwa amewinda swala. Wakifika eneo fulani, mtume saa salam akamwambia Saad bin Abi Waqas kwamba e Saad, angalia swala huyo na umpige mshale. Swala akaonekana njiani. Hapo mtume saa salam akasimama
na akaweka kidevu kitakatifu chake katikati ya mabega na masikio ya Hasad na akasema kwamba rusha mshale, e Allah usawazishe mshale wake. Kisha ye akapiga mshale na mshale ukaenda kumpiga swala. Hapo mtume saa salam akatabasamu na Saad akaenda akikimbia na akamkamata swala bado alikuwa akipumua. yeye akamchinja na akamleta. Kisha kwa amri ya mtume saa salam akawagawia maswahaba wote. mtume saa salam akaendelea na safari yake. Alipofika eneo la Safra ambayo ina miti mingi ya mitende na bonde inayopatikana ikiwa na umbali kidogo na medani ya Badr, hapo mtume saa salam ili kupata taarifa kuhusu Abu Sufyan akawatuma watu wawili kuelekea Badr. Mwenye pia akaendelea kuenda mbele mpaka akapiga kambi katika bonde la Zafran, bonde ambalo ni karibu na bonde la Safra. Watu hawa waliotumwa ili kukusanya taarifa kuhusu Abu Sufyan wakaenda mpaka wakafika katika Badr, wakakirisha ngamia zao karibu na sehemu moja. Kisha wakaanza kuchota maji. Wao wakasikia sauti ya mabinti wawili ambao walikuwa wakija upande wa maji. Mmoja alikuwa anamwambia mwingine kwamba msafara utapita kesho au kesho kutwa, mimi nikifanya kazi ya kibarua nitarudisha mkopo wako. Na pamwe na mabinti hawa kulikwepo mtu mwingine ambaye akasema kwamba mnasema kweli. Watu hao wakasikia maongezi yao na kisha wakapanda juu ya ngamia zao na wakarejea na wakaja kumwambia yote waliokuwa wamesikia, na wakamwambia kwamba jeshi moja linakuja. Mtume saa salam alipopata taarifa hiyo, basi akachukua tahadhari zaidi. Hazur amesema maelezo mengine inshallah nitaeleza katika siku za usoni. muda huu nataka kuwazungumzia baadhi ya marehemu. jinaza moja iko hazir ambayo ni ya mheshimiwa Sheikh Ghulam Rahmani saheb wa Uingereza. siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 92 alifariki dunia. inalillahi wa inna ilaihi rajiun. huyu alikuwa mwana wa Sheikh Ghulam Jelani saheb wa Amritsar aliyekuwa sahaba wa Masihi Maula Islam na mheshimiwa Sheikh Rahmatullah saheb ambaye kwa muda mrefu aliweza kuitumikia jumuiya ya Karachi. Pia akawa amir wa Jamaat Karachi. marehemu alikuwa mwanamkwe wake. baba wa Sheikh Ghulam Rahmani saheb mwaka 1992 alikuwa amesafiri kwenda Kadian na alikuwa amemwona Masihi Maula Islam na akisema akamwamini ya kwamba uso huu hauwezi kuwa uso wa mwongo. Ghulam Rahmani saheb mwaka 1958 akaja Uingereza na akaja kupata shahada ya muhandisi. kisha kwa muda mrefu katika hospitali akafanya kazi kwenye Medical Research Council kwa muda mrefu. kwa miaka mingi akaitumikia Jamaat kama National General Secretary na kwa miaka zaidi ya 10 akaitumikia Jamaat kama mwenyekiti wa Jamaat South Hall. kwa ajili ya kupata usajili kutoka local council ya South Hall akafanya juhudi kubwa na Mungu akamjalia malipo yake. katika nyumba moja Mission House ilipoanzishwa, jirani moja akapeleka mashtaka kwa uongozi ukaja kufanya uchunguzi na ukaamua kufunga, lakini Rahmani saheb akafanya juhudi kubwa na akaweza kuweka mbele uongozi mtazamo wake na Mungu akamjalia ufaulu na Jamaat ikashinda kesi. Rahmani saheb kwa miaka mingi akaendelea kuandaa darasa kila Jumapili na akaweza kuambia watu wengi kuhusu mafundisho ya Islam na Ahmadiyat. mwaka 1996 akateuliwa kama katibu wa wasia na mwaka 2005 niliposema kwamba katika wasia
lazima 50% wanaotoa mchango wa kawaida waingie katika wasia. Marehemu akafanya juhudi kubwa na akaendelea kuwahamasisha watu na akasimamia vizuri idara ya wasia. Marehemu alikuwa na tabia ya kuswali na kusoma Kurani tukufu bila kukosa. Alikuwa mkimya, mwenye kukutana na watu kwa mapenzi na upendo. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Akapata bahati ya kufanya hija. Marehemu alikuwa musi, ameacha nyuma mke Jamila Rahmani sahiba na kijana moja Khalid Rahmani na binti anaitwa Aisha. Alikuwa shemeji ya Dr. Nasim Rahmatullah sahib ambaye ni mwenyekiti wa Al-Islam, tovuti ya Al-Islam. Laik Tahir sahib mbashiri wa jamaat anasema kwamba kila mwezi alikuwa akija katika misikiti wa Fazal na alikuwa akilipa mchango mkubwa na kuchukua risiti. Katika zama zile nilikuwa nafahamu hayo tu, lakini nilikuwa na athari njema kuhusu tabia yake. Nikapata kumjua mwaka 1990 nilipoteuliwa kama mbashiri katika South Hall. Anasema kwamba wakati ule huyu alikuwa mwenyekiti wa jamaati ya South Hall. Alikuwa akilinda Mission House na alikuwa akitunza Mission House kama mtu anavyotunza nyumba yake. Mission House ilifanyiwa ukarabati katika zama zake. Alikuwa na adabu kwa wote. Alikuwa akilinda hela ya jamaat. Alikuwa mtu mnyonge sana. Sifa hii nimeiona kwake. Alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa na uhusiano imara na unyofu na ukhalifa. Alikuwa amezidi sana. Anasema ni wachache wanaokuwa na sifa hizi. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajali watoto wake kuendeleza mema yake. Jeneza inayofuata ni ya ghaibu. Jeneza hii ni hazir ya Rahmani sahib ambayo nitaswalisha baada ya sala ya Ijumaa, na kuna jeneza zingine zilizo ghaib. Jeneza ya kwanza ni ya Tahir Ag Muhammad sahib ambaye alikuwa mkazi wa Mahdi Abad Dori, Burkina Faso. Siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 44. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbashiri mkuu anaandika ya kwamba baba yake mwaka 1999 alikuwa amepata bahati ya kufanya bayat, lakini huyu alikuwa hakufanya bayati. Kisha katika umri wa miaka 19 akapata uchungu, maumivu katika mguu. Akaenda Wagadugu kwa ajili ya matibabu. Katika hali ya marazi akafanya dua kwamba ewe Allah unisaidie, unionyeshe njia iliyonyoka. Kama Ahmadiyat ni kweli basi uniongoze. Alikuwa na shauku ya kujua kuhusu dini. Yeye akafanya dua na Mungu akamtuliza, na aliporejea kutoka matibabu akafanya bayati. Kisha akajifunza kazi ya kuendesha cherehani ambayo ikawa njia ya kujikimu kwake. Katika idi hiyo iliyopita, yani Idul Fitr, familia za mashahidi wa Burkina Faso kulikuwa na kazi ya kushona nguo zao, na mshonaji hakuwa tayari kupokea kazi hiyo. Mbashiri na Faruk sahib alipomuuliza mtu huyo, ye akawa tayari, na yeye na mkewe wakafanya kazi usiku na mchana, na wakashona nguo za watu 70 kabla ya idi na wakatuma. Muhammad sahib alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri na alikuwa anaongea maongezi yenye heshima. Japokuwa hakuwa msomi mkubwa sana, lakini alikuwa akiongea Kifaransa vizuri. Mguu wake kwa sababu ya kansa ulikuwa umekatwa. Siku chache kabla akapata shida tena, yani akashambuliwa na marazi. Na kwa kuwa hali ya nchi ni tete, njia zote zimefungwa, hakuweza kwenda hospitali, yani hospitali kubwa katika Wagadugu. Hivyo akabaki katika hospitali ya kijiji chake kwa siku kadhaa, kisha akafariki dunia. Tangu alipojiunga na Ahmadiyat alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri, na daima alikuwa akitafuta njia ya kufanya mahubiri. Akanunua simu za mkononi na akamwambia imamu wake Alhaji Ibrahim kwamba ufanye recording ya ujumbe halafu uwatumie watu, na hivyo alikuwa anafanya mahubiri. Ameacha nyuma wake wawili na
vijana na mabinti watano. Mwenyezi Mungu awajalie subira na awajalie kuendeleza mema yake na ampandishe katika daraja. Jeneza inayofuata ni Khwaja Daud Ahmad Saheb. Marehemu mwezi wa Mei tarehe 25 akiwa na umri wa miaka 80 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kijana wake moja Khwaja Fahad Ahmad ni mbashiri wa jamaat katika Kiribati, anasema kwamba katika familia yetu jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yangu Khwaja Abdul Latif Saheb, mwana wa Khwaja Ahmadin Saheb. Babu yangu alikuwa amelelewa katika nyumba ya babu yake Khwaja Ghulam Muhammad Saheb ambaye alikuwa Ahmadiyya. Anasema kwamba babu yangu alipokuwa akilelewa na Khwaja Ghulam Muhammad Saheb mwaka 1917 akafanya bayati. Wakati ule alikuwa na umri wa miaka 11, hivyo alikuwa Ahmadiyya pekee katika ndugu zake wote. Marehemu akapata bahati ya kuitumikia jamaat nchini Canada kwa muda mrefu. Katika nchi ya Pakistan vile vile akaendelea kupata bahati ya kuitumikia jamaat katika Islamabad. Mwaka 1974 yeye aliitumikia jamaat kama qaim Khudamul Ahmadiyya na khalifa mtukufu wa tatu. Alipokuja katika bunge la Pakistan, ye akapata bahati ya kumtumikia khalifa mtukufu wa tatu. Alikuwa ameeleza maneno yenye furaha kuhusu marehemu. Alikuwa civil engineer, alikuwa na mapenzi na upendo kwa ukhalifa, alikuwa tayari kutekeleza wajibu wake wote katika jamaat. Wakati wa kifo chake alikuwa katika center na alikuwa katika kikao cha jamaat. Kabla ya kuondoka kwenda nyumbani akapata maumivu kwenye kifua chake na katika dakika chache akaelekea mbele ya Mola wake. Marehemu alikuwa musi, ameacha nyuma mke na vijana 4 na binti moja. Kama nisemavyo, mwana wake moja ni mbashiri katika Kiribati, na huko kwa sababu ya shughuli za jalsa na shughuli za kijamaati hakuweza kuja Canada na hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake. Mwenyezi Mungu amjalie subira na ampandishe marehemu katika daraja. Anayefuata ni Mheshimiwa Sayyid Tanveer Shah Saheb. Huyu pia ni mkazi wa Saskatoon, Canada, aliyefariki dunia katika Paraguay. Alikuwa ameenda kufanya wakfe ardhi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu pia ana kijana moja tu, Sayyid Raza Shah, ambaye ni mbashiri wa jamaat. Mama wa Tanveer Shah Saheb alikuwa ametoka Turkestan pamoja na ndugu yake Haji Junudullah, na mama alikuwa amekuja Qadian kufanya bayati. Kijana wake anaandika kwamba babu yangu Sayyid Bashir Saheb alikuwa mjukuu wa Sayyid Abdul Shah Saheb aliyekuwa sahaba wa Masihi Maud Islam. Hivyo ye alikuwa na uhusiano na Umme Tahir. Marehemu alikuwa mjumbe mwaminifu wa jamaat, daima alikuwa tayari kwa ajili ya kuitumikia. Kijana wake anaandika kwamba alikuwa akitupeleka katika mipango ya jamaat na kila Ijumaa alikuwa anatupeleka kwa ajili ya Ijumaa. Alikuwa anatoa umuhimu mkubwa katika swala la kujitolea na alikuwa anatoa sehemu makhsus kwa ajili ya michango, na alikuwa akiwahimiza watu wa familia yake. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Mara nyingi alikuwa akisema kwamba kivipi tunaweza kufanya mahubiri mazuri katika jamaat. Alieleza kwa furaha kwamba katika nchi ya Paraguay amepata bayati 2. Alikuwa na tabia ya kurizika kwa kile alichokuwa nacho. Hakutaka mali, hakuwa na tamaa yote, bali yale aliyompatia Allah alikuwa anamshukuru Allah. Alikuwa na imani juu ya Allah kwamba akihitaji kitu Mungu atampatia tu, na akipata shida alikuwa anasema kwamba tufanye dua, Mungu atatujalia, na Mungu alikuwa anamsaidia. Kijana wake anasema kwamba alikuwa ananiambia mara kwa mara kwamba ukiwa mbashiri ufahamu wajibu wako na ufanye kazi kwa ikhlas. Mke wake anasema kwamba tuliishi kwa pamoja miaka 39 na mimi nimeona kwamba yeye hakuwa na mapungufu yoyote.
alikuwa na uhusiano wa upendo na unyofu na ukhalifa na alikuwa akiwahimiza watoto wake mwenyewe pia alikuwa akitembea juu ya njia iliyonyoka na alikuwa akiwaambia watoto kushika njia hiyo. Anasema kwamba katika maisha yote tuliyoishi kwa pamoja hakueleza mabaya kuhusu mtu yoyote. Kisha alikuwa akiwajali ndugu zake na ndugu zangu. Anasema kila niliposikia haja akanituma kwa mama yangu kwa furaha. Mbashiri moja wa Paraguay Abdul Nur Batin saheb anasema kwamba katika Canada marehemu akapata nafasi ya kuitumikia jamaat, lakini hakuwa na ufahari au tabia ya kujivunia. Alikuwa na shauku ya kuitumikia jamaat. Alipokuwa anaenda sehemu fulani alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa upendo mkubwa sana. Anasema kwamba hata vijana wa jamaat Paraguay walikuwa wameathirika sana. Ye akawafundisha subira na jinsi ya kuwa karimu wageni. Sadr jamaat rajaina Habibur Rahman saheb anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwenye imani. Daima alikuwa akitabasamu, sikumwona katika hasira. Alikuwa akiwatendea wote kwa mapenzi na kwa huruma, na alikuwa hachoki katika shughuli za jamaat. Ilikuwa inaonekana kwamba mtu huyo ana shauku ya kupata radhi ya Allah tu. Alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Kuna mwanajumuiya mpya wa Paraguay Elias Ilovir saheb anasema kwamba sikumjua sana, nilikuwa namjua kutoka muda mchache tu, lakini katika muda huo mfupi yeye ameniachia somo kubwa, na kwa ajili ya marafiki zangu ameacha urisi ulio azim ambao ni wapya katika njia ya Islam. Sisi tumejifunza subira kutoka kwake, na sisi tumejifunza jinsi tunaweza kuwa wazuri na wema kwa wengine. Yeye alitufundisha kwamba kwa ajili ya kuwafundisha wengine sio lazima kwamba tuongee, bali tunaweza kuthibitisha kwa matendo, na kwa njia hiyo watu wanajifunza na pia mahubiri yanafanywa. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu marehemu, na awajalie watoto wake subira, na awajalie waweze kuendeleza mema yake. Anayefuata ni Rana Muhammad Zafullah Khan saheb ambaye alikuwa mbashiri wa jamaat, naye pia alifariki dunia siku za nyuma. Alikuwa mwana wa Rana Ataullah Khan saheb. Mwishoni mwa Aprili alikuwa amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kumpitia babu yake Rana Aladdin saheb ambaye mwaka 1961 alikuwa amefanya baiat juu ya mkono wa Musleh Maud. Baada ya kufanya baiat akapingwa sana, na kwa sababu ya upinzani huo watu wakaritadi, lakini yeye akabaki imara juu ya Ahmadiyya. Yani ndugu zake wengine walikuwa meritadi, lakini yeye akasimama kidete juu ya Ahmadiyya na akaendelea kufanya mahubiri. Rana saheb Zafullah saheb mwaka 1987 alikuwa amefaulu, amemaliza Jamia Ahmadiyya, kisha kwa miaka 66 akaendelea kuitumikia jamaat. Aliweza kuitumikia jamaat katika maeneo mbalimbali kama mbashiri. Sayyid Nematullah saheb ambaye ni Afghani na ni mbashiri katika nchi ya Ghana anasema kwamba katika jamaat ya chini paya Peshawar tulipohama Afghanistan na tukaja huko, huyu alikuwa mbashiri wakati ule. Jambo hili ni la mwaka 1999 na 2000. Murabi saheb alikuwa mtu mwenye tabia njema sana, na alikuwa mwenye kufanya juhudi na mwenye imani. Ni hisani kubwa ya Murabi saheb juu ya jamaat ya Afghanistan. Anasema kwamba sisi ni watatu ambao kwa sababu yake Mungu akatujalia kuwa wabashiri. Alikuwa akiwahurumia watu maskini, alikuwa akiwasaidia kwa siri. Mke wake anasema kwamba kwa kusikia habari ya kifo watu wengi walikuja kuomboleza ambao tulikuwa hatuwajui. Wao walikuwa na huzuni kwamba Murabi saheb alikuwa amebeba matumizi yetu, akichukua kutoka ndugu zake na watu wenye wasaa, alikuwa akiwasaidia watu hao maskini. Itakuwaje sasa baada ya kifo chake? Kuna mwanamkwe
wake ambaye ni mbashiri wa jamaat anasema kwamba ni wachache ambao nimewaona wanaofanana na Nazrullah Khan saheb ambao wanawasaidia watu. Anasema sikuwahi kuona kibri katika tabia yake. Alikuwa mwenye kuwasamehe wote, alikuwa akitangulia kuwasamehe, alikuwa mwenye kuwapenda wote na kuwasaidia wote. Ameacha nyuma mama na mke na mabinti watatu. Mwenyezi Mungu ampandishe marehemu katika daraja na amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.